Naomba uketi mahali ulipo. Ninao muda mzuri leo wa kuzungumza na kufundisha vizuri sana. Na leo nitafundisha tungo tata. Mambo ya kiroho, mambo ambayo yanahusu sana roho, mara nyingi yanakuwa yana utata. Amen. Na mara nyingi sana shetani hapendi hayo mambo yakifundishwa. Na mara nyingi yakifundishwa, pepo wale wanaweza kukutia hasira ama dharau ama kuchoka ama kupuuza. Lakini nasimama kwenye madhabahu iliyo hai kama mtumishi wa Mungu aliye hai, nikizinyamazisha kimya hizo madhabahu kwa jina la Yesu. Labda niseme tu kwa summary kwa wale ambao hawakuwepo kwenye wiki yote hii. Tumetembea kwenye somo linalosema safari ya mtu na Mungu. Na tukaanza tumefundishwa na Roho Mtakatifu, ilikuwa juma zuri sana. Safari ya mtu na Mungu. Na nikasema maisha ya mtu anapookoka anakuwa ameanza safari. Na kwenye hii safari kuna hatima kubwa kubwa na kuna hatima ndogo ndogo na kuna center of the destiny. Ambayo hii hatima ya mwisho ni mbinguni. Lakini Mungu anapokuwa amewaokoa watu wake, akusudii kwanza mbinguni. Anakuwa na hatima nyingi. Nikisema kama ni kijana huyu mtu, inawezekana Mungu ameamua aanze maisha na mtu akiwa kijana, ili kijana aweze kuoa mke katika Mungu na aweze kuzaa mtoto ambaye atakuwa ni Yesu. Kitu kikubwa mno ambacho Mariamu alifanya duniani alipokuwa duniani ni kumzaa Yesu. Amen. Na kitu kingine kikubwa alichofanya Elizabeth ni kumzaa Yohana Mbatizaji. Kitu kikubwa alichofanya Yehu ni kumuua Yezebeli, sio kuwa mfalme. Kitu kikubwa alichokifanya Elia ni kuua wale manabii 450, sio kuzuia mvua. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuwa anaitwa Baba Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alichokifanya kikubwa sana Tanzania sio kutufanya kuwa marafiki, sio kuwa rais kwa miaka 23, ni kusababisha Tanzania tukapata uhuru. Si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu kikubwa alikifanya yule baba, hicho ndio kinasababisha anaitwa baba wa taifa, anaitwa majina mengi sana na Watanzania. Kwa kuna vitu vikubwa ambavyo Mungu amekusudia kwenye maisha yako anapoanza safari na wewe. Yaani kuna vitu vingine vidogo vidogo ambavyo Mungu anakusudia kupitia wewe uvifanye. Mungu anataka kuwa baba wa mtu fulani, anakupitia wewe. Hizo ni hatima ndogo ndogo. Yaani Mungu anataka watu wakitaka kumsifu Mungu, yaani wewe unakuwa sababu ya wao kumsifu. Ni hatima ndogo ndogo. Unaachieve vitu vingi, lakini kwa kweli kuna watu wanakuita mama, baba. Yaani jamani, huyu ni mama yangu kabisa. Ulikuwa kwao baba, ulikuwa kwao mama. Kama usingeokoka usingekuwa hivyo. Yaani ni hatima ndogo ndogo. Amen. Kuna nyingine ni umsaidie mtumishi wa Mungu avuke. Sijui kama ni hapa nilizungumza habari za mhubiri mmoja alikuwa anaitwa Watchman Nee. Alioa mke, akaishi na yule mwanamke kwa miezi kadhaa michache sana. Kabla hawajapata mtoto, yule mtumishi akakamatwa wakiwa vijana, tena honeymoon. Akakamatwa, akafungwa na wakomunisti wa China zaidi ya miaka sijui 40, sijui miaka mingapi. Mkewe alikufa njiani kwa baridi. Baridi zilimwangukia, akihama gereza baada ya gereza, akimpelekea Watchman Nee Blue Band, siagi na karanga na vyakula vya joto na mablanketi. Akifanya vibarua ili aweze kupata fedha za kumtunza mumewe aliyeko gerezani. Kwa miaka karibu 20 na kitu, akafa hapo katikati. Kwa yule dada duniani alikusudiwa uzima wa milele, lakini hatima mojawapo muhimu sana ambayo Mungu alitaka atekeleze duniani ni kumtunza mtumishi wake Watchman Nee akiwa gerezani. Kwa Mungu akawakutanisha tu, akaoana. Walipooana sasa, tunafikiri sisi tutazaa watoto, unajua tutajenga nyumba Njiro. Kabla haya hajatimia, jamaa jela.
Sasa kuna hatima kubwa kubwa na ndogo ambazo lazima tuzione tunapoenda kwenye maisha yetu. Amen. Tukaanza na Ibrahim, mlango wa 12 wa Mwanzo. Tukaona Ibrahim alipoitwa na baba yake na Mungu atoke nyumba ya baba yake na mama yake. Kuna vitu vingi alifanya, ni pamoja na kuwaua wafalme 5 wa Sodoma, ni pamoja na kufanya vitu vingi sana, lakini muhimu sana sio kumzaa Isaka, ni kuzaa taifa la imani. Na hilo taifa linaitwa Israeli. Sio ile Israeli pale mashariki ya kati. Israeli ambaye ni wewe na nani na mimi. Haleluya. Yani wale ni symbol tu, wale ni alama. Yani Israeli ambaye anaitwa ni mwana wa Ibrahimu ni pamoja na wewe unayemwamini Yesu. Sema amina yenye afya vizuri. Na ukiona Israeli wa pale hapigwi na wewe upigwi, sema amina. Ukiona anazungukwa na maadui na hapigiki, na wewe upigiki kwa jina la Bwana. Nasema upigiki kwa jina la Yesu. Ni vizuri sana kufuatilia historia ya Israeli kwa karibu. Jamaa wanatengeneza leo hii, wana nyuki, hawa nyuki wa kufugwa hawa, ambao kazi yao ni kumuuma Mwarabu tu na kumuua. Wanazo tayari wamesha train nyuki 2,000,000. Nyuki 2,000,000 ambao wanatengenezwa, nyuki 2,000,000. Jeans ambazo wakija hapa kama wametengenezwa kuua Waafrika, wanaua Waafrika tu, wanaacha mzungu. Na wanatengenezewa sumu, akikungata una masaa. Sasa utapiga na kombora, utapiga na bomu, hawapigiki wale jamaa, hawapigiki. Hebu sema hawapigiki. Sema hawapigiki. Wale ambao wanajua jiografia wamezungukwa huku, kuna Lebanon, kuna Syria, kuna Misri, kuna Irani, kuna Iraki, lakini hawapigiki, wako hapo hapo. Na wewe haupigiki kwa jina la Bwana. Haupigiki. Syria akapata mwaka wa 50 na kitu, Syria akawa na taifa lenye hasira sana na Israeli. Akawa na kiburi na Israeli. Wakatengeneza kambi kama hivi Monduli mpaka Babati kote, wakatenga, wakasema hili ni eneo maalum la kijeshi. Watu wakae hapa wajifunze teknolojia. Mtoto akizaliwa ni wa kwako, anaonekana ana IQ kubwa, anapelekwa kwenye ile kambi ya jeshi kutengeneza silaha ya kumuua nani? Myahudi. Kabla hawajafikia mahali pa kutengeneza kumuua, leo hii hakuna taifa linaloitwa Syria. Wamepigana mpaka wameisha. Yani mpaka leo lile taifa la Syria linaisha. Shida ni nini? Walimfikiria vibaya Mwisraeli. ICS wako kila mahali mpaka Arusha, lakini Israeli hawafiki. Ni wanaishia hapo Mbauda na Israeli ni hapa. Na hawafiki. Sema amina. Mimi napenda hiki. Hebu sema amina. Sasa wale ni mfano tu. Kwa mtini jifunzeni. Haleluya. Kwa hiyo tukamwona Ibrahim, lakini tukatembea kwenye vipindi mbalimbali ambavyo Mungu alitufundisha. Mtu unapookoka kuna vitu unapitia. Nilizungumza vitu muhimu ambavyo ni muhimu sana kujua. Moja kati ya vitu muhimu nisema kuna majira na nyakati kwenye maisha ya mwaminio. Na yale majira na nyakati ama vile vipindi ni muhimu sana uvielewe. Kwanza ni muhimu sana kuelewa vipindi vinavyokuja, lakini pia ni muhimu sana kuelewa mbinu za kushinda kwenye vile vipindi. Maana kila kipindi kina mbinu tofauti na lengo tofauti, na Mungu anaviruhusu vile vipindi kwa makusudi yake. Nikasema kuna vipindi vya kujaribiwa na uovu. Umeokoka tu, uovu unaanza kukujaribu, unataka kukuua. Kuna vipindi vigumu, vipindi vya vita, vipindi baridi. Kipindi baridi mimi nilikuwa naona kama sio kitu kikubwa sana au kigumu sana, lakini nimepata shuhuda kwamba Roho Mtakatifu aliwasaidia watu sana, na naamini na wewe ulisaidika. Sema amina. Leo tunazungumza zaidi kidogo, maana nikirudia siwezi kumaliza, na nitoa homework ya kufanya, kuangalia vipindi vigumu ambavyo Daniel alitembea kwavyo. Nikasema soma kitabu cha Daniel mlango wa 1 mpaka wa 5 mpaka wa 6 pale. Daniel hakuwahi kupigana vita kwenye zile nyakati. Alikuwa anapitia vipindi vigumu. Daniel alikuwa anapitia vipindi vigumu. Sheria hii anaishinda, inainuka sheria nyingine. Huwezi kushindana na sheria wewe. Ikisha kuwa ni sheria, usiseme vita, usiende mlimani kuomba na kufunga. Omba Mungu akupe mbinu ya kushinda hiyo sheria. Unajua wapendwa, kila kitu tunaonaga ni pepo. Amen. Ni pepo tu unaweza kukemea akaondoka. Sheria iondokaje. Inabidi uingie kwenye tundo la simba utoke bila kung'atwa. Inabidi uingie kwenye moto utoke bila kuungua.
Sema amina yenye afya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu sheria imegeuka. Sheria haikufevi kabisa. Kuna nyakati zitakuja makanisa hayaruhusiwi kabisa kuwepo Tanzania. Vitakuja, yamkini visitukute, lakini vitakuja. Wale watakaoishi hizo nyakati usifikiri kanisa la Mungu litakufa. Ni vipindi vigumu kwao, Mungu atawapa mbinu. Watakuwa wanawasiliana hata kwa macho tu wakikonyezana. Kama wazinzi wakikonyezana wanajua naambiana nini, kwani sisi tusijuane? Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo vipindi vinapokuja unamuomba Roho Mtakatifu akusaidia. Hiki kipindi ni kipindi kigumu kwangu, nafanyaje? Si wakati wa kucompromise. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Nilizungumza vitu ambavyo kabla sijaendelea ni vya muhimu sana mtu kujua. Nyakati, haleluya, nyakati kuelewa, ni muhimu sana kuelewa nyakati na majira kwenye maisha yako. Kwa sababu usipoelewa nyakati na majira, kila kitu kitakuwa kinakujia ghafla. Kila kitu kitakuwa kinakujia ghafla. Nimehubiri hili kanisa, nimekuwa wazi sana. Nimesema mpaka mambo ya nyumbani mwangu, ya mke wangu. Leo niko na mke wangu hapa, kwa hiyo sisemi. Na kama nimesema chochote huko nyuma, usimwambie. Amen. Lakini niseme hivi, kuna vitu ambavyo usipojua majira yake vikikujia ghafla ni aibu. Wadada wanajua zile siku zao za kwanza kabisa, walipokuwa wanaingia kwenye majira ya kukua, kama hawakuwa wameandaliwa na hawakujua, majira yale yaliwapata na wakapata aibu. Si kweli? Si kweli? Si ni kweli? Lakini hawana kosa kabisa. Unamkuta mdada anatwanga barabarani kabisa. Sisi tulikuwa tunakaa shuleni tunacheka. Tunacheka kabisa. Sasa jamani, nimefanyaje? Kwa nini? Huyu mtu hajaandaliwa. Hajui ni majira mengine, majira yake yamebadilika. Wamama wenye hekima wanamshika, wanamfunga kanga, wanampeleka pembeni. Lakini ameshapata nini? Aibu. Kwa ni muhimu sana kujua majira ili asikujirie ghafla. Majira mengine ni mabaya. Usipojua namna ya kuyahendo, watu wote watakucheka. Sema amina. Sema amina. Ule kuulizwa swali, sisi wachungaji ndio tunaulizwa hivi, sasa hivi pastor, hata ingekuwa ungefanyaje? Sasa ningefanyaje sasa pale? Ungefanyaje? Si vitu vya kufanya vilikuwa vingi. Amen. Tatizo kwa nini kimekuja ghafla? Ni kwa sababu hajui majira na nyakati zake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Nikasema ni muhimu sana kujua majira na nyakati, kwa maana yatakusaidia kupambanua. Na nikasema angalia, wakati Yesu anazaliwa, wale mamajusi walipoleta taarifa kwa Herode, Herode akukupuka tu, akuanza kuenda huku na huku na kufanya maamuzi. Aliwaita waganga na watabiri, na akawaita wataalam wa kusoma nyakati na majira, wamuelezee, wavisome vitabu vya historia, wamwambie majira haya ni majira gani. Na ndipo walipowaambia, walipokuja wakamwambia, ni kweli mfalme, inaonekana kihistoria ukihesabu miaka utaona, kwa sababu majira yote na historia haiandiki maneno ambayo ni wazi, ambayo kila mtu anaweza kusoma. Inaandika kimafumbo mafumbo. Ndio maana unasikia Biblia inasema kwa mtini jifunzeni. Maana yake lazima upate siri ya hilo fumbo. Inasema unajua kwa Bwana siku moja ni sana siku 1000. Lazima upate kupambanua hilo fumbo. Inasema unajua siku 6 Bwana alifanya kazi, siku ya 7 Bwana akapumzika. Hilo na lenyewe ni fumbo. Kwa hiyo ukitaka kujua nyakati za kurudi kwa Yesu ni lini, unasoma haya majira, unaunganisha, alafu unapata mahesabu kidogo, unajua kwa kweli hizi ndizo zile nyakati. Sema amina yenye afya. Sema amina yenye afya. Tatizo, shetani anajua sana kutembea na majira. Wakati Mungu amemwambia Ibrahimu, uzao wako utaenda utumwani miaka 400. Na ile nchi ambayo Israeli itaenda utumwani, ile nchi itawatesa sana Israeli. Nao Israeli watateseka sana. Lakini mimi baada ya miaka 400, mimi Mungu nitashuka niwaokoe na hao watu. Na hilo taifa ambalo litakuwa limemtesa Israeli, nitalipiga sana hilo taifa. Na hii taifa la Israeli watatoka kwenye hilo taifa wakiwa wameongezeka kwa wingi, na bado nitawatajirisha, watatoka wakiwa watu matajiri. Sema amina yenye afya. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu akaandika, wakakaa wakatulia, lakini Waisraeli wakasahau. Kuna kitu Roho Mtakatifu anasema hapa, naomba usikilize. Hiki ni cha leo.
majira sio ya kupuuza. Haleluya. Ukisoma miaka 400 aliyoambiwa Ibrahim kwenye Mwanzo mlango wa 17, anaambiwa Israeli atakaa utumwani miaka 400. Israeli walipokuwa utumwani miaka 400, mizigo yao ilipokuwa mingi na mateso yao yalipokuwa mengi, wakalalama na kumlilia Bwana. Hawakumbuki kwamba miaka ya wao kukaa utumwani imeisha ili waweze kuondoka. Hawakumbuki kwa sababu hawataki kusoma majira na nyakati. Musa anaitwa na Mungu mlimani, anakuja anaongea na Israeli. Shida ilikuwa ni Musa kujiintroduce na kuambia Wayahudi wale Waebrania wanaokaa Gosheni ni kitu gani kimemtokea, na huyu ni nani, na je ameua, kwa nini alikimbia. Yani hawa watu wote wanashindana na Musa. Yani shida haikuwa Farao kwanza, shida ilikuwa ni Waisraeli wenyewe. Na ndio maana Mungu akamwambia, unaye ndugu yako Haruni, nenda ukamtafute Haruni. Haleluya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja niwaambieni kidogo. Wale wasomaji wa Biblia wanajua Musa hakuwa anajua yeye ni mtoto wa Walawi. Musa alijua yeye ni Mlawi Mungu alipomwambia. Musa alizaliwa akiwa mtoto, akakua mpaka akawa mzee, akawa na miaka 40. Hakuwahi kujua kwamba yeye ni Mwebrania. Haleluya. Haleluya. Alipoenda mlimani, alipokutana na Mungu, kijiti kinateketea, ndipo Mungu anamwambia rudi kule Gosheni. Kuna mtu mmoja anaitwa Haruni na ndugu yake mwingine anaitwa Miriam. Nenda kawaambie wewe ni Musa ambaye walikuweka kwenye kisafina. Haleluya. Kwa hiyo ukiwauliza habari hizo watajua, watakumbuka mama yao. Haleluya. Wakasema ni kweli wewe ni ndugu yetu. Ukishampata Haruni, mwambie Bwana Mungu wa Israeli, Mungu wa baba yenu amenitokea. Niko ambaye niko. Ukishampata Haruni, basi Haruni atakupeleka kwa wazee wa Israeli. Wazee wa Israeli walipofika pale wakamwambia fanya ishara kwanza tujue Mungu amekutokea. Kwanza huyo Mungu anaitwa nani? Shida gani na wapata hao watu? Hawajui kusoma majira. Lakini shetani alijua. Shetani alijua. Maandiko yanasema miaka 400 ilipotimia, Farao akapitisha sheria ya kuwaua wazaliwa wote wa kwanza wa kiume ndani ya Waebrania. Ili nini? Amuue yule ambaye Bwana amekusudia kumfanya mkombozi juu ya Israeli. Alikuwa asomi majira? Alikuwa asomi majira? Alipiga mahesabu miaka 400 imeisha. Kwa hiyo hapa ndipo atazaliwa mwanamume ambaye kwa sababu siku zote Mungu afanyagi kazi peke yake, anafanyaga kazi na mtu, na huyo mtu ni wewe. Sema amina kama unanielewa vizuri. Sema amina kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo usisubiri mtu. Usiwe kama yule mgonjwa miaka 38 anakutwa pale na Yesu, unataka kuwa mzima, analeta story. Hajui majira ya kwamba yamefika ya kupona, hajui. Ndio majira yake, siku yake ya kupona hajui. Unataka kuwa mzima bado anabishana. Mimi bwana, mimi sina mtu, unajua mimi ndugu zangu wote wana roho mbaya. Yaani mama mdogo ana roho mbaya, hata uje nileteage. Yaani kama yule ndugu yangu yule ndio mbaya kabisa. Yaani mimi hapa. Unaleta story gani za mandazi na maharage? Unaulizwa unataka kuwa mzima? Ukileta story maana yake hujui majira ya kufunguliwa. Majira yake ya kufunguliwa, majira yako ya kupokea, majira yako ya kuvushwa, majira yako ya kushinda yanapokuja lazima uyaone. Haleluya. Ni lazima utembee na historia yako. Jikague, rudi nyumbani, tengeneza historia yako, iandike mahali. Nakumbuka kila baada ya miaka 7 kwenye historia yako lazima jambo fulani libadilike. Miaka 7 lazima Mungu anabadilisha station. Ulikuwa unasikiliza Safina Radio, anapeleka sauti ya Injili, ama Free FM anapeleka. Mungu anabadilisha mwenyewe. Utangana, ndio maana ulikuwa unajua sana kuimba mapambio zamani na kuomba mwenyewe msituni. Sasa hivi huwezi tena. Mungu amebadilisha sentensi, sasa hivi unabidi uwe muombaji wa kitofauti. Ulikuwa unajua sana kusifu na amebadilisha sauti sasa siku hizi. Ulikuwa unajua sana kukemea pepo, siku hizi amebadilisha, unajua kufundisha zaidi. Halo, anabadilisha. Hata huyu mtumishi wa Mungu mnamuona, piga mahesabu, miaka 7 ikiisha anakuwa mwingine. Miaka 7 mingine ikiisha anakuwa mwingine. Utajiri unapotea, unabadilika, mazingira yanabadilika, madhabahu itajengwa tena tofauti. Na kwambia hata mavazi, alikuwa anapenda kuvaa suti zake na mashati, utashangaa anavaa fashion. Kwa nini? Majira yanabadilika. Haleluya. Angalia fashion za nguo.
Miaka 7 ikifika mpaka 10 ile fashion inapotea kabisa. Lakini sisi hatutaki. Shetani anajua kusoma majira. Hiki ni kitu ambacho ningepata nafasi ya kusema ningesema sana. Sisi hatutaki. Daniel alipokaa Babeli, miaka 70 ilipoisha, kitu fulani katokea moyoni. Akaanza kutafuta nini. Ndipo akajua kwenye vitabu imeandikwa baada ya miaka 70 utumwa umeisha. Wewe utumwa wako unaishi baada ya miaka mingapi? Lazima ujue. Sema amina yenye afya vizuri. Sema amina yenye afya vizuri. Lazima Bwana analeta nyakati za kubarikiwa, nyakati za kuburudika. Nyakati zipo. Sema amina. Sasa wakati Mungu anakuondoa kwenye nyumba ya baba yako na mama yako, anaanza safari na wewe, anatembea na wewe, kuna vitu vingi sana Mungu anataka kufanya na wewe. Ni pamoja na utumishi. Inawezekana usiwe wa kikuhani, maana sisi wote ni watumishi. Mwambie mwenzako sisi wote ni watumishi. Tofauti ni ofisi. Kuna ofisi ya madhabahu na wengine wamepewa kazi nyingine. Na hata madhabahuni kuna ambao wamekuwa hapa sio makuhani. Ni Walawi lakini sio makuhani. Na hawatawahi kuwa makuhani. Sio umeitwa kuwa Mlawi unataka kuwa kuhani. Na hakuna jaribu kubwa kama kuwa Mlawi alipo. Kuwa Mlawi, maana makuhani wana favor ambazo Mungu mwenyewe ndiye aliwapa. Amen. Kabisa. Lakini Walawi hawana hiyo favor. Haimaanishi kwamba makuhani watakuwa matajiri kuliko Walawi. Lakini kuna favor ambazo wao wanavyo, sisi hatuna. Ndio maana shida inatokea wapi leo waimbaji wa injili au waimbaji wa gospel? Kwa nini wanaitisha pesa na nini? Wanataka kushindana na wachungaji. Wanasema nyie mchungaji, nyie tunawaambia mtupe 500 mnakasirika sana. Mbona nyie mna pesa mafungu ya 10 yote mnachukua? Nyie ni Walawi, sisi ni makuhani. Sema amina yenye afya vizuri. Shida yao ya kutaka pesa mbele ni nini? Ni tamaa, wanataka kuwa makuhani wakati wao ni Walawi. Na Mlawi anagawiwa na kuhani. Anayekusanya, yani mtoza ushuru wa Mungu kwenye nyumba hii au mdomo wa Bwana kwenye nyumba hii ni kuhani mkuu. Na nyie Walawi wote mnapata kupitia yeye. Kwa hiyo nyie mna maombi mara mbili, mumfurahishe Mungu na mkuhani. Mmefurahisha Mungu tu, hamjamfurahisha kuhani. Mungu haruki sentensi, Mungu haruki ukurasa. Anaanza wa 10, anaenda wa 11, aende wa 12. Usipoelewa utatesekea hapo miaka. Ukihama hapa hata ukienda kujiita kuhani mahali fulani utachoka tu. Unaweza kuondoka hapo ukajiita mahali fulani mimi kuhani, mimi unajua mimi nabii, mimi mtume. Hata ukijiita padri, hamna chochote kitakachotokea. Shida yako itakuwa ile, utaweza kudanganya watu kwa miaka 2 3, utanunua ka Vespa, lakini baada ya miaka 2 3 minne tutakuta polisi una kesi mbaya kabisa, au umeiba pembe ya ndovu kama yule mchungaji kule Ngara na Nyuki. Mimi sielewi, lakini nataka kusema hivi, kuna division. Na hiyo division lazima uielewe vizuri. Mungu hakuachi hapo milele. Mungu ni wa ajabu sana, anakuchukua na kuweka mahali ni kama amekusahau. Unakaa unapiga miayo, unateremka, unapanda, unateremka. Nakwambia vina ushuhuda. Mimi na mchungaji wangu na wachungaji, nilipoanza huduma nikawa na kanisa kubwa. Huyo mama mchungaji alikuwa ni binti pale kanisani, mama mchungaji msaidizi. Na huyo mchungaji wote walikuwa ni vijana wangu, wakakaa pale, kanisa likakua, pesa zikaongezeka, hela zinaingia, tukajenga jengo kubwa, paua nini, mafungu ya 10 ni mahela yanakuja tu. Mimi zikija zote nasema peleka kwenye fedha za kanisa, toa hizi nenda kwenye huduma, hizi nenda kwenye huduma. Hakuna hata siku moja nimemgawia. Nikamwambia sasa nyie, manunguniko alipozuka nasema sasa nyie mimi natumiaga hela za kanisa lini? Mmewe kuona. Sasa lakini wewe pastor, wewe una neema bwana. Sisi unajua utuangalia hii nauli hizi na hela za mafuta hazita kazi watajirishe. Kama mnataka hela za utajiri, mtumikieni Mungu zaidi kwa bidii, ataleta tu mtu. Sio kuangalia mke wake akaenda mahali akasema namuomba Mungu, mimi nimekubaliana kwamba niwe mke wa mchungaji msaidizi. Lakini Mungu wangu, watoto wangu niliozaa hawa wa kwanza na wa kike, asiwahi kuolewa na mchungaji msaidizi. Haya mateso haya. Yesu oye. Lakini siku ikafika. Bwana akaniambia ondoka, nenda Arusha, hama, acha kanisa. Ngambia Bwana namwachia. Nasema sio namwachia mtumishi wako. Nikamwambia sasa nafanyaje? Sema ondoka, mwachie kanisa, ndio mchungaji. Niliondoka hilo kanisa mpaka leo sijui fungu la 10 wala sadaka wala zaka zinaendaga wapi. Ndani ya mwaka mmoja wa pili kijana tajiri,
Wamejenga block nini, hela kibao. Sasa sijui kama yule mchungaji atatubu ile dhambi au atafanyaje, sielewi. Alipokuwa mwaminifu, wakati na majira yalipofika, Bwana akafanya nini? Mungu hakuachi pale milele. Sema amini yenye afya vizuri. Utashangaa Bwana anasema na mchungaji Chuma, Bwana tunaanza huduma South Africa. Baba sawa, Mungu nitaenda, mimi Chuma niende, asema fulani ndio anafaa pale Lesotho. Hapo ulikuwa unaonekana kama mjinga na kuambia Kiingereza kitabadilika, ulikuwa hujui kitakuja, sura itakuwa nzuri, macho yalikuwa yaoni vizuri, atakaa sawa, makengeza yataondoka. Haleluya! Usifanye mchezo na upako. Mungu anapokutuma Marekani anakupa upako wa Marekani. Wewe ngangana tu na upako wa kutoa pepo za matejo hapa. Wizi aje. Unatoa wengine unanye. Watu wamekunywa piwa tangu tumboni. Yaani tangu tumboni mtu amekunywa piwa. Akitokea unafikiri pepo bado zipo, kumbe ni sura imekataa. Yesu asifiwe. Ukiyajua majira, hivi vitu havikusumbui. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Sasa Pastor Chuma, hii madhabahu yako ina tatizo na mimi. Nikianza kuhubiri ninakuwa kama niko nyumbani kwangu kabisa. Yaani ni kama niko kwenye kanisa langu la nyumbani. Yaani ule upako ule na ufili ninapohubiri kule kwangu. Si ndio Rose? Yaani huu ndo nausikia hapa. Mpe 5 mwenzako, mwambie Bwana uko mahali sahihi sana na Yesu. Unajua mimi sio mhubiri naye hubiri ili nipewe ugali. Mimi sina njaa. Uwezi kunilipa. Ni wajibu wako kunipa sadaka. Lakini mimi uwezi kunilipa. Na sihubirigi ili nipate sadaka. Maana najua nikiziangalia tu sadaka kwanza huduma nitakimbia. Alafu kingine nitakuwa napunguza mambo ya kusema. Sasa ili nisipunguze hata kidogo, sindano yote na inabidi sana, na njaa na kiu na pesa sina na hali mbaya, lakini inaisha. Alafu naambia Yesu, hebu ujitetee mwenyewe, ile sindano imeuma sana. Jamaa hawezi kumbuka sadaka. Sikiliza, injili ikihubiriwa sawa sawa, watu wanasahau kutoa, wanasahau kila kitu. Wanaingia kwenye machozi na maombi. Lakini wakifanikiwa, wanapokuja kutoa sadaka, hawaulizi, hawasubiri waambiwe watoshe mbegu, wanatoa wenyewe. Na kuambiwa wanakuja wenyewe na maliboro kwa pasta. Wanatafuta pasta yuko wapi. Wakimkosa wanagonga ofisi, wanarusha hata burungutu kwenye dirisha, ziondokane nao tu. Lakini wakati watu wanabarikiwa na pesa nyingi bila neno, wanahama kanisa. Nahama. Sasa leo nakwambia kitu kigumu sana, ndio maana nakwambia leo ninahubiri tungo tata. Jambo jingine ambalo Mungu analifanya, mtu anapokuwa ameanza safari na yeye, Mungu anambadilishia. Sema amina. Haleluya. Mungu kwanza, Mungu anambadilishia. Labda niseme Mungu analeta, hebu andika hivi vitu vichache. Mungu analeta tanuru ndani ya huyu mtu. Tanuru ndani ya huyu mtu. Nuru maana yake, jambo la pili analeta ufahamu, lakini la kwanza nuru. Nuru anamulika, analeta mwangaza gizani. Vitu ambavyo ulikuwa uvioni unaviona. Yaani Mungu analeta nuru kwenye maisha yako. Ndio anakuonyesha hivi, kumbe ndio maana mama na baba waligombana wakaachana. Ulikuwa na uchungu na mama yako kwa sababu alimwacha baba yako, unaanza kumpenda mama. Umenielewa Nuru inapoingia, kuna mambo ulikuwa unamuonea baba yako, unamuona baba yako, namuonaga mzee Chuma anakuja hapa, najua huyu jamaa na Mungu huyu. Anazunguka hapa, nuru ilipoingia kwenye maisha yake akajua thamani ya baba yake. Bwana asifiwe. Nuru inaangaza, unaona kila mahali. Unajua unaita mbwa mbwa, mbuzi mbuzi, kondoo kondoo, ng'ombe ng'ombe. Unaona vizuri. Unaondoka kwenye malawama na mashtumu. Unapata nuru. Ndio maana Biblia inasema katika Ibrania mlango wa 6, watu wale waliokwisha kukionja kipawa cha mbinguni na kupewa nuru, wakikiacha haiwezekani kwa wao kurudi tena. Unapopata nuru, unaona mambo sawa sawa. Ulikuwa unasema wachungaji hawa mafungu ya 10 ni wizi tu. Ni wapenda pesa. Nuru inaingia, inawezekana usitoe fungu la 10, lakini nuru inakuonyesha kutoa fungu la 10 ni muhimu. Ndio maana watu wengi sana watoi mafungu ya 10 wala zaka, lakini wanajua kwamba ni muhimu kutoa. Nini kimetokea? Nuru imeingia. Wanapata ufahamu wa kutoa sadaka. Nuru. La pili, wanapata ufahamu ama ujuzi ama akili njema.
Mungu analeta akili njema. Kwa nini? Anataka kukusaidia kuwaza sawa sawa. Hivi ni vitu ambavyo havina, sio tata. Sasa nataka nikaongee vitu tata kidogo. Amen. Cha tatu, anakupa kibali maalum. Anakupa kibali maalum. Tofauti na kile ulichokuwa nacho mwanzo. Kibali ni favor ama neema, grace, divine grace, neema ya kiungu ambayo inakusaidia kufanikiwa katika vitu ambavyo zamani ulikuwa huwezi kufanikiwa. Hiyo neema unakuwa nayo. Ni wewe tu unakuwa unaireject ama unaikataa kwa kukataa ufahamu. Amen. Hii sio shida sana. Haleluya. Cha nne, anakupa uchumi mpya ama vyanzo vipya vya uchumi. Hiyo ndio sentence nzuri ya kuandika. Anakupa vyanzo vipya vya uchumi. Na tatizo linakuja, kesi na Mungu inaanza. Mungu, mimi sifanikiwi, ni mwaka wa 5 usipati hela. Tatizo ni hii, hutaki vyanzo vipya, unataka kutembea na vyanzo vya zamani. Ulikuwa dereva taxi na Mungu apendezwe na hiyo biashara ama kukutengeneza kufanya hiyo biashara, hautaki kuacha. Ulikuwa dereva toyo. Sema amina. Sema vyanzo vipya. Hili ni maji. Sema vyanzo vipya vya uchumi. Sema vyanzo vipya vya uchumi. Na hapo walokole wengi sana tumepiga nini? Tumejamu. Kwa nini? Kwa sababu vyanzo vyako vya uchumi umevineglect, unang'ang'ana na vyanzo vingine. Na ndio maana hata madhabahuni kama hivi, watu wanaoshindania sadaka ni watu wanaofikiri hili kapu ni chanzo cha uchumi. Sikiliza, hii imejaa laana ya watu. Mungu akaniambia, Pastor Chuma, sadaka za watu. Ndio maana wachungaji wengi waliookoka ni maskini, kwa sababu wamefanya sadaka na mafungu ya 10 kuwa mishahara yao. Ndio maana usipotoa wanakulani. Tutakulani. Takulani hapa, toa fungu la 10. Umelaniwa kwa laana. Mshirika asiyetoa fungu la 10 ana tofauti na mbwa. Nimewasikia sana wa Pentecostal. Msaidie, mfundishe. Maana asiyetoa fungu la 10 ni mgonjwa. Tena mgonjwa mbaya sana wa kipindupindu. Heri wa ukimwi atakula hata ARV. Yaani huyo kipindupindu akiarisha siku 2-3 anakufa. Kuna magonjwa mengine yana dawa lakini ni mabaya. Maana wewe kila ukiweka hapa kinatokea huku, ukiweka hapa kinatokea huku. Kwa nini? Kwa sababu utoi zaka. Hakuna break. Ni mfano mbaya lakini potele ya makande, utanifanya nini? Maana fungu la 10 kazi yake ni kuziba mianya. Sasa toeni zaka uone kama sintazuia yule alaye na kufungua madirisha ya mbinguni. Yaani usipotoa fungu la 10 umetoboa mifuko yako mwenyewe, alafu ukujua umeziba mianya ya kuingiza baraka. Si afadhali mgonjwa wa ukimwi ambaye anaendelea kula ARV na kufanyia ushauri bora na kuishi kwa matumaini? Wewe ni kipindupindu unacho. Tunakuta kila siku umepauka, na hakuna kitu kibaya kama kupata pesa zikaisha. Heri usipate, uendelee kungoja kuliko upate ziishi. Mbaya sana. Na kuambia kuna ugonjwa, lakini ugonjwa mbaya sio kukosa pesa, kufilisika. Ulikuwa unaendesha gari ghafla tunakuta huko kijiweni hapo unagongea muhindi. Hujapiga mswaki tangu juzi. Wewe wacha wewe. Afadhali mtu ambaye tunajua bwana siku zote tuko kijiweni pamoja, si ndio sister? Kila siku tuko pamoja bwana. Tunakula muhindi muogo. Haya ni tunakuona tajiri kabisa kwenda kitambi zamani. Huyo umerudi hapa ndio unaomba aseni ninulieni muhindi hapa. Ugonjwa mbaya sana. Mungu anakupa vyanzo vipya vya uchumi. Shida hatuvikubali. Tunang'ang'ania vile vyanzo tunavyo. Unajua mimi nilikuwa nauza mahindi tu. Mimi yani kazi yangu ni kuuza mahindi. Naenda kununua mahindi Tabora. Pastor Ali imekuwa mbaya niombe. Kuna dada mmoja wa zamani, ukimpa hela amekurusha. Kumbe Mungu alikuwa anataka uanze chanzo kipya. Keep it in your mind. Weka hiki kwenye akili yako. Chanzo kipya cha uchumi wako Mungu alipokuokoa ni kipi? Ni kipi? Ulikuwa driver taxi, ulikuwa driver tours, unaendesha magari, ulikuwa unafanikiwa. Kwenye ule ulimwengu ulikuwa unadanganya wazungu. Unamwambia unajua mzungu wewe hapa huyu chura huyo, aina hii ya chura anataga mayai 500, anaweza kujisaidia mara 20 kwa siku. Yaani unamchanganya tu mzungu. Ili mzungu aendelee kukupa nini? Uliwahi kwenda Ngorongoro wewe?
Ukienda na guide mzuri na kuambia atasifia miti. Yaani wewe mti unaujuaga siku zote kama huu mti kabisa, hii miba hii. Kwambia unajua huu mti una dawa zaidi ya 45, wa Masai wanauchonga. Wanasema kuna kabila kule sijui wapi la Wadizabe, wanasema huu mti unatibu hali ya hewa. Yaani unaelezea tu. Mpaka Mungu anakuwa kama yeye ni mganga wa kienyeji. Sasa ghafla Mungu anataka akupe chanzo kingine cha fedha. Kuna kazi nyingine hata kama sio mbaya, nature yake ina attract zambi. Madereva wengi sana watuazi ya Arusha wamefeli kwenye ndoa. Wakienda porini kuna watu wamewakaa kule wanaozuia. Kwa ukimpata dereva tuazi ambaye Mungu hajamkusudia kufanya hiyo kazi na mke wake ni mlinzi wake vizuri, hawezi kukatiza. Sasa wewe umeokoka, Mungu anataka kuokoa, maana anajua hauwezi, huna ubavu wa kuvumilia wale malaya wa kule na huna ubavu wa kuzuia zile kampani. Mnasafiri konvoi ya watu 50 kwenda huko, mna wazungu wana mawiski wana nini, wanawapatia tu kule juu. Kuna wengine wanawake wa kizungu wamekuja hapa, kazi yao ni kutafuta mwanamume wa Kiafrika, na wamekupata ulivyo black, yani wanangangana na wewe kidogo, tunaona unaacha mke. Mungu anajua hii neema ya kushinda yule mzungu atakaye kuja mwaka 2018 hautaweza, anakuambia badilisha kazi, hutaki, unangangana hapo, utakuwa maskini tu, maana ili urudi kwenye mpango wa Mungu. Mpaka tukukute hapo umekuwa shemasi pale unapiga kiwi na kuosha magari sawa sawa, ndio unashangaa Mungu anasema Bwana asema. Mimi nasema hivi ni sindano. Jambo jingine Mungu analofanya, anakupa uzao mwingine. Anakupa uzao mpya. Kwa maneno mengine anakupa seed ama kabila. Anakupa kabila jipya. Ujumbe, sentence nzuri ni kabila jipya. Ulikuwa wewe na marafiki Wachaga, Wapare, simaanishi uzao, simaanishi watoto wa kuzaa. Na maanisha Mungu anakupa watu wengine, watu ambao mnaendana tofauti na wale watu ambao ulikuwa umewazoea. Kimbembe hiki hapa, anakupa kuhani mpya na madhabahu mpya. Tusome Yeremia 31 tunapomalizia. Mstari wa 31. Yeremia 31 mstari wa 31. Muhimu sana kujua safari yako inaendaje. Majira unayasomaje? Muhimu sana. Muhimu kujua hizi tabia, ni muhimu sana. Kukubali hizi kanuni, ni muhimu kuzikubali tu. Unajua shida, ukizikataa zinakaa. Lakini ni applicable, sio automatically when we observe them. Hazitokei ghafla kwa sababu wetu umeokoka zinatokea. Ni paka utakapozikubali na kuzitambua na kuzifanyia kazi. Wakati huo tukifungua kitabu hicho pia tutasoma Waamuzi mlango ule wa 6. Biblia inasema mstari wa 31, mlango wa 31 Yeremia. Angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambayo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali 33, bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaandika, nami nitakuwa Mungu wao nao watakuwa watu wangu. Wala hawatafundishana kila mtu na jirani yake na kila mtu na ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Bwana asema hivi, awapae watu jua ili kwamba nuru wakati wa mchana, na amri za mwezi na nyota ili kuwa nuru wakati wa usiku, aifichuae bahari hata mawimbi yake yanapovuma. Bwana wa majeshi asema hivi, Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Mstari huu wa 35. Bwana asema hivi, awapae watu jua ili kwamba nuru wakati wa mchana, na amri za mwezi na nyota ili kuwa nuru wakati wa usiku, aifichuae bahari hata mawimbi yake yakavuma. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Huo mstari umebeba majira. Ukiona mahali popote kwenye Biblia pameandika jua, mwezi na nyota, maana yake anazungumza habari ya majira makubwa na majira madogo. Anapozungumza habari ya jua, anazungumza majira mazuri.
Anapozungumza habari ya mwezi, anazungumza majira ya baridi, majira mabaya, lakini ndani ya hayo majira mabaya kuna mwezi ambao unaangaza jua. Anapozungumza habari ya majira ya nyota, maana yake ni majira yenye mwanga kidogo na hafifu, ambao wanaotembea ndani yake na kufaulu ni wale ambao wamekubali kuyasoma majira yao na kutembea na Bwana Mungu wa majeshi. Mungu akiwa ndani ya mioyo yao, wakiambiana, wasiambiane mtu na jirani yake, wao wenyewe kwa wenyewe ndani ya mioyo yao, wakiwa na sheria ya Mungu ambayo hawawezi kuiacha pasipo mchungaji. Kuna watu ambao mchungaji ama kiongozi ama mtumishi akiwa mbali nao wanaacha Mungu. Na hiki ndicho kizazi tunachoishi. Ukiwapata kina Yakobo, ukisikia Mungu akisema mimi ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Yakobo alikaa kwa Labani miaka 20 bila mchungaji, bila shemasi, hakuacha wokovu. Unasikia vizuri? Alimtumikia Yakobo miaka 7 akapewa mke wa kwanza. Bila mchungaji, bila fellowship, bila maombi. Akatumika miaka mingine 7 akapata mke wa pili. Bila maombi, bila nini? Akatumika miaka mingine 7 ili kupata utajiri wa marakaraka na madoadoa. Halo, miaka 21 bila shemasi. Hivi wewe nani anamwambiaga Pastor Chuma umefika Mwanza rudi nyumbani? Jamaa hapo alipo amesafiri usiku na mchana ili afike hapo. Nani amemuhimiza? Hivi nani anamwambiaga mchungaji wahi kanisani? Ni zile sadaka, najua sana napenda sadaka. Nani kakwambia kwamba sadaka ndio kazi nzuri sana ya kufanya? Si hatujui kazi nyingine ya kufanya inayoingiza pesa. Kitu gani kinatusukuma sisi watumishi kuwahi na kukuhimiza wewe kuja kwa Mungu? Ndani ya mioyo yetu Mungu amehamishia sanduku la agano. Ameandika ile sheria ndani ya hiyo mioyo ya makuhani. Watu wanatafuta sanduku la agano, liko hapa. Na hilo sanduku siku hizi sio la mbao, bali ni sanduku la nyama ambalo Mungu ameandika sheria yake ndani yake. Haleluya! Hili ndilo sanduku la agano, asema Bwana. Haleluya! Ameiandika sheria yake humu ndani. Sio makaratasi. Biblia si unayo? Ilikuwa inakusaidia nini kabla hujakutana na kuhani? Humo ndimo kuna uzima, humo ndimo kuna afya, humo ndimo kuna neno lako, humo ndimo. Mwambie mwenzako sanduku la agano. Sasa tusome kile kitabu cha Waamuzi mlango wa 6. Waamuzi mlango wa 6 mstari wa 18 nafikiri tutasoma pale. Nilikuwa sitaki sana kuchimba hili somo, lakini naomba nikwambie tu, na nafurahi Mungu kwa sababu ile kanisa linafundisha deliverance, kwa hiyo I have no problem. Hizi ni habari za Gideon. Tusome mstari wa 25 ili kupunguza story. Hiyo mlango wa 6 mstari wa 25. Mungu anakubadilishia madhabahu na anakubadilishia kuhani. Bwana, ikawa usiku huo Bwana akamwambia Gideon, mtwae ng'ombe wa baba yako, yani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali aliyonayo baba yako, ukaikate maashera ile iliyo juu iliyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni za ile ashera uliyoikata. Ndipo Bwana akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyafanya mambo hayo wakati wa mchana, basi akayatenda usiku. Mstari wa 28. Hata watu wa mji wakaondoka asubuhi na mapema, tazama madhabahu ya Baali imebomolewa na ile ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya ile madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari na kuuliza, wakasema, Gideon mwana wa Yoashi ndiye aliyetenda jambo hili. 30. Ndipo watu wa mji wakamwambia Yoashi baba yake na Gideon ambaye ndiye aliyekuwa kuhani wa hiyo madhabahu, mlete mwanao afe, kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu ameikata ashera iliyokuwa karibu nayo. Yoashi baba yake Gideon akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, mtamtetea Baali ninyi au mtamwokoa ninyi? Yeye atakayemtetea na auawe hivi asubuhi. Kama yeye ni Mungu na ajitetee nafsi yake, kwa sababu mtu mmoja tu amebomoa madhabahu yake. Hebu sema mtu mmoja tu. Hebu sema mtu mmoja tu. Wewe unatafuta harambee? Niombeeni jamani, hali yangu ni ngumu bana. Niombeeni, shetani ataniua bana. Mtu mmoja tu ambaye ni wewe.
Hebu jitie nguvu kwa Bwana, hebu sema mtu mmoja tu ni mimi. Ninamweza shetani. Ninamweza shetani. Kupiga vichwa ngumi mateke ninamweza. Naweza. Nikishindwa kupiga kichwa na ngata, nikishindwa natoa makucha na kwarua, nitakatakata, nitapiga hata kwa mawe, nikikosa panga nitapiga kwa jembe. Yoashi, sikia, madhabahu ikishabomolewa, adui zako wote wanakaa upande wako. Yoashi ndiye aliyekuwa baba yake Gideon na ndiye aliyekuwa askofu mkuu wa Mabaali. Madhabahu ilipobomolewa na mashera yakakatwa, ile nguvu ilikuwa inamtumia ikamwacha, akahamia upande wa pili. Kuna watu unashindana nao na kuambia ni kwa sababu tu madhabahu hujabomoa. Ukibomoa wanakaa upande wako. Yaani nakwambia wanahamia Airtel wenyewe automatically. Wenyewe tu. Bomoa madhabahu sawa sawa. Yoashi akasema kama mtu mmoja tu anaweza kubomoa madhabahu hiyo, yeye atakayemtetea na auawe. Basi akamuita Yerubaali siku hiyo. Yaani maana yake kinyume cha Baali. Yerubaali, yaani kiboko ya Baali. Nani hapa ni Yerubaali jamani? Nani Yerubaali? Kiboko ya Mabaali. Yaani ukitembea mahali, ukiingia tu mahali, pepo zinaanza kupiga kelele zenyewe. Bwana asifiwe. Akamuita Yerubaali tangu siku hiyo akisema Baali na atetenaye kwa ajili ya nafsi yake, kwa sababu ameibomoa madhabahu yake. Wakati huo Midiani na Amaleki na wana walikutana wakashirikiana pamoja kushindana naye. Sikiliza. Kwa nini tunashindwa kutembea na kushinda? La kwanza, mtumishi wa Mungu, tulifundishwa vibaya tulipookoka. Hatukubomoa madhabahu, wala hatukubalisha madhabahu, wala hatukubalisha kuhani. Tunaendelea na kuhani yule tunakuja kwa maombi kwa chuma. Baba. Yaani kichwa kinauma huku kinaenda kwenye mgongoni. Huyu mtu ana madhabahu nyingine kabisa na hayuko tayari uiguse. Majuzi nikamuonea dada mmoja huruma, nikamwambia dada yangu, hii madhabahu baba yako ameitumikia mpaka leo, bado unaitumikia wewe, haijawahi kukusaidia. Lazima ukubali kubadilisha madhabahu. Oh, haleluya. 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 Ukubali kubadilisha madhabahu, ukubali kubadilisha kuhani. Ukiwa namuona samani, najua wengine hapa sio washirika wa kanisa kama mimi, sio mshirika wa kanisa. Amen. Na mchungaji wangu na mimi. Kwa hiyo namtolea tu huyu mtu wa Mungu mfano. Sema amina. Maana unaweza kusema sasa unaona namsifu. Mashetani yasikudanganye. Kwanza na yakamata kwa jina la Yesu, na yafisha, na yatoboa kwa jina la Bwana. Na tabia mbaya ninyi pepo. Unajua pepo ukiwa unafundisha kitu cha Mungu, yana fuse. Yanatoa upepo. Yaani likitaka kuja hapo nakwambia kitu chochote kinachofanywa na kuleta impact ni kile kinachofanywa na hasira ya Mungu. Unakaa huna makuhani wako. Chuma ni mtumishi wangu. Nampenda mtumishi wangu, nampenda. Wakati nikipata hata zaka namletea, wakati mwingine sileti tu, lakini mimi na madhabahu yangu mimi. Kama unaabudu kwenye kanisa, alafu una madhabahu nyingine, una kuhani mwingine. Amen. Alafu unaenda kwenye maombi, tuzunguka kote utakakozunguka, zile shida zako hazikuachi. Pata unabii wowote utakaopewa, nenda kwa nabii TB Joshua, ambaye ni nabii anasifika na mwenye nguvu leo. Unarudi hapa na madhabahu zile. Unaenda kwa TB Joshua. Nimewakemea watu fulani wakanikasirikia, lakini ni pepo walikasirika, sio wao. Mimi nawapenda. Kwa sababu wanapanda ndege wanaenda Nigeria, wanaenda kutoa sadaka, wanaabudu, wanaona vile mambo Mungu anafanya kule. Wanamheshimu yule mtumishi. Wakirudi hapa, wana kwenye zile madhabahu zao za zamani, kwenye zile dini zao za zamani, ili watoto wao wapate kipaimara na kominyo. Wanaendelea tu vizuri, wanatoa sadaka zao pale. Wewe unamtolea Baali sadaka, alafu unataka Mungu akubariki na kuambia hivi, umeloki. Alafu pepo akishajua hivyo, hawakugusi. Yaani unataka kugusa, wanakupisha tu, unapita. Yaani hakuna ushindi ambao utakuwa ni tangible evidence victory, ushindi wenye nguvu, kama hutaziacha zile madhabahu. Na kuambia hivi, acha usinipe pesa, usinipe sadaka, acha usinisalimie, acha unione mbaya,
Acha niona kelele. Lakini nataka nikuambie hivi, nataka kuweka sindano. Kuna madhabahu ukiendelea kuziabudu haufanikiwi. Haleluya. Haleluya. Ni Mungu aliponiita mimi nilikuwa natumikia madhabahu moja. Na Bwana akaniambia sasa nimekufanya kuwa mchungaji. Nikaenda kwa ule mtumishi. Nilipokutana naye, na alafu wengine unajua anasema, unajua huyu pastor kwa sababu sijui ni Mpentekoste. Mimi sio Mpentekoste, mimi ni Mkristo. Pastor huyu nilikuwa mchungaji wa Kipentekoste pia. Maana wengine wanafikiria ukishaita Pentekoste sio dini. Nakwambia kuna dini nyingine. Sijui nisemeje. Sikia, dini ni dini kama imchi Mungu. Dini ni dini kama imbadilisha direction. Unanisikia wewe? Hivi kama tulikuwa tunaenda Mwanza na tuko kwenye basi, ghafla dereva akabadilisha akaenda Moshi, bado tunasafiri? Bado tunasafiri? Ni kwa sababu basi. Dini, huduma nyingi zimebadilisha direction. Target ni pesa, target ni maarufu, target ni majina ya wahubiri. Ukienda mhubiri anatandikiwa kule, watu wanakaa pembeni huku na huku, mhubiri akipita wanapiga magoti wote, wanasujudu mpaka afike kule. Ni umaarufu, lakini hao watu hawana lolote. Wamekusaidia nini? Badilisha huyo kuhani. Nasema badilisha huyo kuhani. Gideon akabadilisha ukuhani, akabadilisha madhabahu. Kuna vitu kwenye safari yako na Mungu, usipobadilisha vitu havitokei. Na muache kututesa wakati mwingine. Pastor Mbano niombee. Nakwambia hivi, inawezekana ni mwanamke wewe. Nasikia moyoni kuna mwanamke yuko hapa. Anasema light ningekuwa mwanamume mimi kesho ningebadilisha. Nakwambia bado unayo nafasi. Fanya hekima kama Abigaili. Nasema fanya hekima kama Abigaili. Fanya hekima kama Abigaili. Sikiliza nikwambie, ukuhani haubadilikagi nje, unabadilikaga ndani kwanza. Kuna watu nimeenda mimi kule Uarabuni kuhubiri. Kuna watu wanaenda msikitini kabisa lakini ni Wakristo. Wakisema wala anasema Yesu ni mkuu, Yesu ni mkuu. Maana ukiacha kwenda unanyongwa Ijumaa. Kwa inabidi uende msikitini, na siku ya kuabudu kwao ni Ijumaa peke yake. Na wao wameokoka, wameona television na mahubiri yanayorushwa kwenye TV za kina Beni Hinn na nani, wameokoka, wamekubali, wamejaa Roho Mtakatifu. Wakati wanafunga sana na wanafunga, lakini anasema Yesu ni mkubwa, Mungu ni mkubwa, ahimidiwe Bwana, ainuliwe Bwana, ni Mungu ni mkubwa. Wao unafikiri ni kwa nini? Kwa sababu sikiliza, kinachobadilika sio huko nje, kinabadilika hapa ndani kwanza. Sema amina yenye afya vizuri. Ni ukuhani gani wewe unauheshimu kwenye safari yako na Mungu? Maana madhabahu itasema sana kuliko maneno yako. Unaweza kaniambia unajua mimi nimeokoka naenda mbinguni nini na nini, mimi sina dini bwana. Nikikuminya vizuri zaidi, nikakuminya zaidi, utaanza bwana, utaanza tu mwenyewe, utaanza. Nikikuminya sawa sawa, lazima uanze kunena kwa lugha ya dini ya kwenu. Shida ni nini? Madhabahu ya ndani bado inakisujudia kile kiti cha enzi cha Rumi. Mimi naongea na kanisa la Bwana, watu wanaotaka safari yenye mafanikio. Amen. Amen. Kama unataka kuona Mungu anakubariki na kukubadilishia maisha, lazima ukubali pia kubadilisha madhabahu. Lazima ukubali pia kubadilisha kuhani. Mimi mpaka nakuwa na akili hivi, nilikuwa natoa sadaka zote kwenye dini yangu ya zamani. Usiniulize dini gani. Nilikuwa najitahidi, ahadi na collect zangu zote nilikuwa natoa, na bahasha yangu nilikuwa naijua ni namba 1050. Mpaka leo naikumbuka namba 1050. Lakini hakuna hata siku moja kuhani wa madhabahu ile aliwahi kuniita akaniombea. Ni kweli na wewe ilikuwa hivyo hivyo? Kuna siku unakutana naye anakuambia umeumwa na kichwa au umeendeleaje? Yupo. Kuna siku umekosa kodi ya nyumba ukaja kumshirikisha, hata akawaambia washirika wawili watatu wakuchangie. Kuna siku ambayo hali imekuwa ngumu, unaoa ukaenda pale wakakuchangia. Kuna siku ambayo umekuwa na shida hii na ile ukaenda pale akakushauri. Wanangoja uumwe, ukishafikia mahali unataka kufa wanakuja kukupa mpaka wa mwisho. Wanangoja ukifa waje kusema nenda amani wewe uliyekubali Mungu katika njia ile nzuri sasa. Wanasukubali ufe. Wanasubiri ufe. Lakini wewe ukiwa hai bado unaitumikia hiyo madhabahu. Unaona kuna shida? Na kuuliza si unaona kuna shida? Utanichukia sana, nasema si unaona kuna shida? Naipiga roho ya dini kwa jina la Bwana. Naipiga roho ya dini kwa jina la Bwana. Nasema roho ya dini kufa ndani ya watu wa Bwana. Roho ya dini haiondoki. Kazi yao ni kuua wajane, kuua yatima, kujitajirisha na utajiri wa wajane na maskini. Alafu
it has nothing to offer to the people. Hakuna chochote unapokea. Hiyo madhabahu haitoi chochote kwenye maisha yako. Mahubiri ya Januari mpaka Disemba yako kwenye kalenda. Roho Mtakatifu anasema lini? Zunguka maombi yote nje huku kwetu kwa kina Chuma, nenda kwingine na kwingine kote, hata kama madhabahu zile ni hai sana. Utasikia tu uhai na afya wakati uko kwenye zile madhabahu. Ukirudi kwenye ile madhabahu yako, utaendelea kuchimba na kupepeta ngano ukiwa kwenye mashinikizo kama Gideoni. Gideoni alikuwa anasubiri muujiza kutoka mbinguni. Malaika anamwambia hapana, tatizo liko nyumbani kwenu. Baba yako ni kasisi mkuu wa Mabaali. Badilisha ule ukuhani. Vunja ile madhabahu. Kosa jingine kwa ambao sisi tumeshabadilisha ukuhani, tumevunja madhabahu, hatushughulikii sawa sawa zile madhabahu. Hatushughulikii sawa sawa. Tunashughulikia kwa jina la Yesu na kuvunja wewe roho ya maskini. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu mimi sikutaki wewe. Kwa jina la Yesu. Unaenda kwa shetani unaongea kisichana. Unaongea kisichana na pepo. Tena pepo afadhali angekuwa makata, pepo mzimu. Pepo mzimu unaongea naye kisichana. Kata pepo toka na kutoa kwenye miti na kutoa. Na wapi tena sijakumbuka. Na kwenye paa lile la gorofa na kutoa. Siku moja nikawa nashindana na roho fulani. Tangu nimeokoka hainiachi. Tangu nimeokoka kuna kipindi kinaenda, baridi ikiongezeka ile pepo inakuja. Si unajuaga kuna wakati baridi ikiongezeka mataira wanapagawa. Wanakosa network zinapotea. Na mimi baridi ikiongezeka pepo wale wanakuja, net zinaanza kupotea. Na sasa shida iko wapi hapa? Nikakemea. Roho Mtakatifu ananiambia sikiliza, mizimu haikemewi, mizimu unabomoa. Na kubomoa si tu kwa jina la Yesu, na kubomoa kwa na vitendo. Gideon alienda kimaombi, kiufahamu na kimatendo. Alienda kiufahamu. Alijua hawa jamani kikemea mchana ni shida, akaenda usiku, alitumia akili. Lakini pia alitumia roho. Amen. Na pia alitumia vitendo physically. Akaifesi ile madhabahu. Na alienda sio kwa akili zake, aliifuata baada ya Mungu kumpa instruction ya kufanya. Maelekezo alipata kwa Mungu. Unanielewa vizuri? Maana angeweza kubomoa madhabahu, wasijue namna ya kujenga madhabahu ya Mungu kwao. Nilipokuwa ninaomba, Mungu akasema na mimi nikaomba, nikaingia kwenye toba muda mrefu, nikaomba ndani ya kilindi cha usiku wa manane. Niko kwenye maombi, ninaonyesha kule kijijini kwetu nyumbani Marangu, mahali nimetoka, kuna eneo fulani tunaitaga Chemichemi. Upande huu kuna barabara na upande ule kuna barabara, alafu huku juu zile barabara zinakutana. Hii barabara hii na barabara hii, hili katikati yote ni maeneo, ni shamba kama eka 10 na kitu hivi, ambao wanaita Chemichemi. Pana shamba kubwa la kahawa na kuna miti mikubwa chini kule kuna Chemichemi. Hili shamba lote ni la mzee mmoja tu. Na huyu mzee ni wa kina Mbando kwenye ukoo wa kwetu. Kumbe yeye ndiye kitinda mimba katika yule babu mkubwa Mboio yule wa zamani. Yeye ndio kitinda mimba. Na hapo ndipo mizimu yote ilikuwa inafanyika. Ndani ya miaka 10 walikuwa wanaenda pale wazee, wanakata nadi. Kulikuwa na mti mkubwa sana ule kama mkuyu unaota kwenye maeneo ya Chemichemi ya maji. Ule mtu wanakaa, wanafika pale wazee, miaka 10 ikifika wanakata tawi kubwa. Lile tawi likianguka, kama tawi lilikuwa linaelekea huku, linaweza likaanguka likaelekea huku. Na wanajua walikuwa wanapeana rika, inatoka Landisi kuja Makaa, ama inatoka Makaa inakwenda Landisi, ama Laioni, ama inaenda Koreanga. Mnafahamu hata nyie watu wa Arusha. Kwa walikuwa wanafanya yale maagano kwenye ukoo wa kwetu. Na kule mahali ile tawi linaelekea ndiko yule mtu ambaye atakufa. Yule atakufa mzee mkubwa sana kwenye ile familia. Akifa huyo mzee tayari wanakuja wanakubaliana, wanasema okay, tumehamisha utawala wa hii rika, tumehamishia kwenye utawala mdogo. Kwa hiyo unakuta babu anakufa, akifa babu basi wanahamishia kwenye babu mwingine. Akifa huyo anahamishia huko. Ghafla nikiwa ninaomba, nikaonyeshwa katikati ya ile shamba. Nilikuwa sijawahi kujua. Nikaona kuna mti mkubwa sana ambao wazee walikuwa wanafanya haya maagano. Na nilikuwa sijawahi kujua. Nimekuja kupata taarifa vizuri zaidi baada ya yale maono. Lakini sio maombi ya kisichana. Halo! Ni maombi ya kuomba na kufunga kila saa, uko conscious, uko macho. Ni nini kinatokea? Kwa nini sitoboi? Kwa nini sitoboi? Kwa nini uzao huu wapi panakataa?
Kwetu sisi wazaliwa wa kwanza wote wanazaliwa wakiwa timamu, wakiwa wakubwa wanakuwa mazezeta. Wanakuwa mazezeta wakiwa wazima. Baba yangu mkubwa hivyo hivyo, hakazaa watoto. Baba yangu mkubwa ni mkubwa sana kwangu, anakuja kuoa, anaoa mke zezeta. Nyimbo zile za rika zinaimba kiuji ni manase halalika. Watu wanaelewa hapa, Wachaga wa Marangu wanaelewa. Alioa mwanamke taira na zezeta. Uwezi kuoa mwanamke mrembo kama kwenu sio matajiri kule Moshi. Sijui kule kwenu. Uwezi kuoa mwanamke mzuri, smarti, familia nzuri kama kwenu nyinyi ni maskini. Unajua wanapenda tu kuwaonea machame, kutiringba ama lela. Wachaga wote wanafanana. Wanakubagua. Ng'ombe anakula urefu wa kamba yake. Kama wewe ni maskini unaoa nyumba za maskini wenzako. Kama ni wasomi mnaoa matajiri kwa matajiri. Baba yangu mkubwa akakosa mke wa kuoa kabisa, akaoa taira. Akazaa mtoto wa kwanza smart kichwani, wa pili smart, wa tatu wote. Wa kwanza akawa kichaa. Saa hizi hapa nilipo, siku moja natoka Moshi, zile barabara za Marangu zimetengenezwa na lami. Nakata lami namna hii, nakata kona pia, naangalia kwa mbali naona mtu amekaa mahali hivi, alafu anakunya, anatoa mavi anaandika hivi. Anatoa mavi anaandika. Nikasema nani yule kwa jina la Yesu? Unajua nachukia tu. Nikaenda nikapunguza mwendo. Nilipofika karibu ni mdogo wangu Eleaoni yuko pale. Mdogo wangu kabisa. Tuliyekuwa pamoja, mtoto wa babangu mkubwa. Nilimpeleka mama yake kujifungua. Amechanganyikiwa. Akiwa tayari kijana mkubwa, akiwa mdogo, akili. Wazaliwa wa kwanza wote, kaka yangu mimi ambaye nimekuwa naye hapa leo hajafika. Alikuwa mtu mzuri, mfanya kazi security, mtu wa kwenye ofisi ya waziri mkuu. Alipofika umri fulani, kazi imeenda, anataka kuoa, akafukuzwa kazi. Mpaka leo network haikamati. Baridi ikija sana. Sasa hivi tuko naye, kwa tunaendelea kukemea pepo kidogo. Mungu aliponifundisha haya mambo, nikamwambia sasa Mungu nasemaje? Nikaoa mke wangu Rose. Njoo hapa Rose, maana watu unafikiri ni mtu. Unajua mimi sidanganyi haya mambo. Hakuna maombi ya kisichana yanaweza kuvunja pepo, Pastor Chuma. Hakuna maombi ya kisichana. Mama hujafika, ulikuwa umevaa viatu. Nikaoa mke wangu huyu kasichana. Haleluya. Kigoli bikira huyu hapa. Tukakaa tukaanza kufurahiana nini? Omba Mungu kile kipendo. Baba nipe mke, nipe mtoto. Tukapata mtoto. Jina lake tulimuita nani? Baraka. Mtoto amefika kuzaliwa, mtoto wa kiume akafa. Anakufa, anataka kufa na mke wangu. Nikachanganyikiwa na Mungu, tukagombana at maximum. Mtoto akazaliwa, akafa. Sikumuona, nilimwangalia tu ni wa kiume. Mama yangu akaweka kwenye kikapu akaenda kuzika. Nikamwambia Mungu, hatuwezi kuelewana. Mimi na wewe kwa kweli nimekutumikia kwenye ujana wangu. Nimekuwa mwaminifu jamani. Kweli mke wangu mimi nimekuwa mwaminifu nilipokuwa mimi sija. Bwana Yesu asifiwe. Tunangangana na uzao, mtoto wa pili mapacha wakafa. Tunangangana, yani huyu mke mimi nilimuoa mwaka miezi tu ile ya kwanza ndio nilikaa naye. Ile miezi nilikuwa nalala kanisani naomba kwa tujaye kupata nafasi. Akawa ni mtu yeye wa kufiwa. Kwa hiyo nikaanza kuwa kwake kama nesi. Bwana Yesu asifiwe. Imeenda miaka 3. Ndio nakuja. Yani nini tatizo nakujaje? Mungu ananiambia nimekuambia vitu hivi hutaki kusikia. Vitu gani Bwana? Nikwambie Mungu asaidiaje mtu vita yake. Huko hapa baba ni unajua wapendwa nyie mmekuwa matahira wa kiroho. Naomba usimame hapa mke wangu. Mungu nisaidie, ondoa mapepo Bwana. Mungu hawezi alishakupa nguvu, maana wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Hawa ndio waliaminiao jina lake, waliozaliwa sio kwa mapenzi ya mwili bali kwa mapenzi ya Roho. Wewe ndio umepewa mamlaka ya kuwa mwana wa Mungu. Ukiitumia hiyo mamlaka utafanya mambo. Ukikataa unabaki hapo hapo. Hivi unafikiria kama Mungu angekuwa anapigana vita yetu, nani angekuwa maskini hapo? Nipe nani angekuwa maskini? Nikamwambia sasa Mungu wewe ni gaidi. Unanipiga hivi hivi tu, yani mimi sasa hutaki kushughulikia. Kitu gani Mungu? Nitafute. Haya njooni mtusemezane asema Bwana. Leteni hoja zenu zenye nguvu asema mfalme wa Yakobo. Hautaki kwenda mbele za Mungu. Wewe unataka tu sisi na wake zetu Mama Grace saa ngapi tutakaa pamoja?
Halafu uombee hawa watu wote, Pastor Chuma we. Sasa ukumbuke sasa hiyo kibarua chetu kuna hawa wana Grace, wana Glory, wana Papi, Tatis, na Pipa. Tukashikana na mke wangu tukaenda kuomba. Kidogo ikaja seminar ya wachungaji. Nikamwambia unaenda. Alipoenda kwenye ile seminar akakutana na mtumishi wa Mungu. Akamwangalia akamwambia, "Samani dada, una mtoto?" Akasema hapana. Akasema, "Umesema vyema. Una mtoto na shida yako ni 1, 2, 3." Akaja akanishirikisha. Kwanza tukaenda kubadilisha jina lake. Jina lake. Tukashughulikia miungu ya kwao ikaisha. Tukabatiza tena. Mke wangu sema ni kweli, alafu ili watu wajue maana mimi nimeokoka na mpenda Yesu. Ni kweli si kweli? Ni kakae. Waomba maombi ya kisichana. Tunasema badilisha madhabahu, badilisha makuhani. Nasema unajua hawa wanapendaga sana kujitetea. Wanapendaga sana tuje kwenye makanisa yao. Nakwambia hivi, kaa na shida zako tu, kaa na shida zako. Pesa nyingi ninazotumia mimi ni za wapagani wala sio za walokole. Maana Bwana ameniambia, "Alo, Bwana Yesu asifiwe. Tajiri wa nani? Wa mataifa." Na mataifa akikupa sadaka akupe shilingi 2. Maana wanajua kuhonga miungu yao, wanajua kuhonga waganga wao wa kienyeji. Sema amina. Mwambie mwenzako acha maombi ya kisichana. Haleluya. Mtoto anazaliwa. Bright amepatikana baada ya kubadilisha majina, akaja mtoto. Niko KSMC pale wodini pale juu. Mungu ananiambia akamsaidie mwanao vita. Nikaenda nikamuombea, akatoka mtoto. Nikiwa nyumbani sina raha, sina amani, naambia umezaa mtoto wa kiume sina amani. Ghafla Mungu naanguka chini kuomba, sauti inaingia. Nasikia viatu kabisa niko nyumbani maana mke yuko KSMC, mimi niko mwenyewe bachelor nyumbani. Utanitia tihani mimi Mungu. Sikiliza, mtoto aliyekufa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, ningemwacha azaliwe angekuwa maski, angekuwa taira kama yule anayepaka mavi barabarani. Nilikusaidia ulipokataa haya maombi, ulikataa kumvunja madhabahu za kwenu. Na unajua wakati huo ninang'ang'ana na ile madhabahu ya kijijini kwangu na dini, ile dini ya kwetu. Natuma sadaka, michango kujenga majengo sijui na nini. Yaani natuma sadaka kila mahali. Unajua Mungu unajua hapa Mungu alinitoa hapa. Siondoki mahali hapa ndivyo hapa. Alo. Hata huyu mtoto ndiye mzaa kimuujiza, nikapelekea madhabahu ile. Nikafika wakaniambia huyu mtoto tunabidi tumbatize. Nikasema kwetu hakunaga kubatiza. Nasema jinga sana wewe. Nani nikasema kwetu tunabarikigi watoto atubatizi. Nasema sungeenda basi huko kwao. Nikasema sikiliza Biblia imesema. Nikaenda ngafundisha huyo mchungaji. Unajua saa hizi nikisema unasema ulikuwa pastor, nilikuwa mshirika kama wewe. Alo. Nimekwambia na watoto 8. Usione nazaa kwa fujo. Watoto wangu wako kwenye dustbin. Na hata mke wangu ameniambia mama baba bado gari iko rank inaweza saa yote tena. Kuna upako mwingine unakuja baada ya vita. Sema amina kwa Yesu. Tulipoona mimi na mke wangu tulikuwa na mahesabu ya watoto hawa 2, 3 wa mwisho. Lakini tulipopata hiyo vita, wa kwanza kafa, kikapu, wa pili mapacha wakafa, wa 3 wako wajalalani, maana hata makaburi yao hatujui yako wapi. Halafu unakuja kupewa neema ya kuzaa, si unazaa double. Yaani ningepewa upako wa chuma wa kuzaa mapacha ningekuwa na 18 leo. Haleluya! Usimseme mtu kabla hujajua historia yake vizuri. Unakuta mtu amekomaa, ameamua kufia kazini, yani anafanya kazi kama mashine. Unasema huyu mtu ni mtumwa wa kazi. Kuna siku alikuwa jobless bana. Mwacha alipizie. Kuna siku umekuwa jobless, una kazi ya kufanya, unaamka unapiga yani una kazi unapiga. Sasa Mungu ameleta kazi unafanyaje? Watu wengine wananicheka sasa, mimi sitaki. Haleluya! Bomoa madhabahu ya baba yako. Bomoa. Kama unataka
Ukitaka kuona nuru mpya, bomoa madhabahu. Mungu ananiambia wewe unasujudia hiyo madhabahu, unafanya hiyo madhabahu, unapeleka watoto wako madhabahu hiyo, unakaa madhabahu hiyo, ondoka. Nikamwambia Mungu, unajua si niliokoka nikiwa papa. Sasa najua mimi ndio nuru ya ulimwengu. Unajua wewe unaweza kumsaidia Mungu kazi. Kuna nyakati zikifika unaondoka. Ukitaka kujua naye sema ni kweli, waangalie watu wanaodumu kwenye hayo, hawanaga ushindi wa permanent, wana ushindi wa vipindi. Wanaahirisha vita kwa majira tu. Kama unataka uwe na baraka kama za Mbando, na kuambia hivi, nilipopiga mpaka leo. Yaani tukikosea tu kimesha kuja kitoto. Tukikosea kingine jamani. Sema amina. Upako ukianza kuja, ukiwa na ushindi wa temporary, vitu havitoki. Biashara inakuwa vizuri leo, biashara inakuwa mbaya kesho. Umenielewa? Lakini nakwambia ukiwa madhabahu umezishughulikia, umebomoa na maashara yake umeyachoma kwa moto, hakuna cha kukufuata. Mungu akaniambia sasa, dili na madhabahu ya baba yako, hamisha kwenye nyumba ya kwenu. Udongo, wangapi mnajua wote mmetoka kwenye udongo? Wewe niwaambie, wangapi mnajua wote mmetoka kwenye udongo? Kule kijijini kwenu wewe umetoka kwenye ile shamba. Wewe nimtumie Debora naye mjua. Debora, wewe ulikuwa kachembe kadogo sana ambako hatuwezi kukaona kwa macho mpaka kwenye kiuno cha baba yako. Ulipoingia kwenye tumbo la mama yako ulianza kulishwa na ile shamba la kwenu na wale ng'ombe wa kwenu. Ndio ulikuwa unakula, maana na yale shamba lilikuwa linatoa. Kwa hiyo wewe ni umetoka kwenye ule udongo. Si ni kweli? Mimba yote imelelewa wapi? Kwenye ule udongo. Inafutuka inakuwa. Mama yako siku ile umeingia tu hivi, angeacha kula ungezaliwa. Usingezaliwa na wala usingekuwepo. Kwa hiyo mwili wote na hizo nywele na kucha na meno na kila kitu ni ule udongo wa kule kwenu. Kama umetoka Utegi kule Busoma, ni wewe ni udongo wa Utegi. Kwa hiyo unarudi unawaambia udongo wa Utegi, mahali nilifinyangwa, sikia neno la Bwana. Nikaenda kwenye ule udongo wa kwetu, nikakata shamba, nikasema hapa tajengwa madhabahu. Baba yangu akachanganyikiwa, akasema imekuwaje? Nikasema patajengwa kanisa hapa linalomwabudu Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, hapa patajengwa. Haleluya! Nikaendelea, nikachukua mafuta chupa kadhaa, nikamimina shamba lote. Nikasema tangu leo kama Bwana Mungu aishivyo, hii itakuwa madhabahu. Wamekuja wamejenga wengine kanisa la bloku, wala sio mimi. Lakini nilipatia mafuta kama Yakobo. Sulemani anakuja kujenga hekalu baadaye, lakini Yakobo alikwisha kutia mafuta pale. Sema amina, sema amina, sema amina. Haleluya! Unaweza kusema, mimi siwezi kwenda kwenye ule udongo, lakini maana siwezi kutoa shamba. Ndio, si kila mtu ataongozwa kama mimi. Unafika pale unauambia udongo, unausemesha udongo. Ndio maana watu wameinuka na maombi ya udongo, lakini hawana maarifa ya kutosha juu ya udongo. Tutaendelea siku nyingine na mambo ya deliverance. Lakini najua hapa mko kwenye chuo cha maombezi ya deliverance. Haleluya, haleluya, haleluya. Tatizo ni nini? Watu hawataki kukubaliana. Sikia, hiyo ina gharama. Deliverance ina gharama. Kwanza ukoo wa kwenu wote utakukataa. Mume wao atakukataa, watoto atakukataa. Lakini ninachotaka kusema ni hiki. Usiangalie mwisho wa kubomoa. Badilisha ndani kwanza. Badilisha ndani kwanza. Fika mahali useme, Bwana nimechoka na ukuhani nilionao. Inawezekana hata uko hapa unasema mimi naabudu hii kanisa, naabudu hapa, hii ndio madhabahu yangu. Lakini kwa kweli tukikuminya sawa sawa, tukaminya sawa sawa Masai, tukashika hiyo jipu tukaminya sawa sawa. Unasema Bwana, unajua mimi hapa nilikuwa tunamsaidia tu chuma. Yesu oye. Yesu oye. Unaanza Bwana, mimi hapa nilikuja tu. Kwanza msiniangalie hivi. Mimi hapa nilikuja tu. Maana yake ni nini? Kwenye madhabahu yako ya ndani huku badilisha madhabahu. Rutu na Naomi anamwambia mwenzake. Rutu anamwambia Naomi, utakapokufa ndipo nitakapokufa. Utakapozikwa ndipo nitakapozikwa. Na ni wanawake wawili wanaambatana tu. Si zaidi sana mtu kama chuma ambaye tunamuona na maono. Si zaidi sana mahali unaabudu unajua huyu mtumishi na Mungu. Haleluya! Unabomoa kabisa, unasema hivi, unaweka nafsi yako hadharani, wakfu mbele. Bwana ni hivi, Mungu kama uishivyo. Mimi nimesema hivi, haitawahi kutokea. Yaani kama ingekuwa inawezekana kutokea. Yale maandiko tuliyosoma yanasema hivi, Mungu anasema kama jua litabadilika, basi mimi nitabadilisha moyo wangu kwa Israeli. Na mimi nasema hivi, kama kuna siku usiku itakuwa mchana, basi ni mimi ningekuwa hivyo.
kwamba ikitokea leo nimerudi nyuma, nimeacha, siwezi kutafuta tena dini yangu ya zamani nikanizike. No, siwezi. Kwani nikapoteze muda na sadaka zangu na nini? Hainisaidii. Kwani nikajiunganishe na makaburi? Kwani nikajiunganishe na madhabahu zilizokufa? Kwa nini? Si heri niendelee kukaa mwenyewe tu, niswage mbele kwa mbele. Sadaka yangu nitapiga chochote nitakachoweza kuona kinafaa kula huko mbele, hata kama ni maembe. Halo? Sintarudi kamwe mimi kuabudu kwenye ile madhabahu niliabudu zamani. Sintawahi kurudi wala kuheshimu zile imani zao, sitawahi. Sintawahi. Na sintawahi kumtia mtu awaye yoyote moyo juu ya ile imani. Sintawahi kumtia mtu awaye. Mimi ni mtu mtakatifu, sitaki kushambulia dini ya mtu. Nenda kwenye dini yako, lakini sintawahi kukutia moyo. Endelea, sintawahi kukutia moyo. Lakini mimi kama mimi alibariki Mbando, kama Bwana Mungu aishivyo, haitawahi kutokea. Ni maamuzi magumu unayofanya, unayasimamia. Alafu umwambie Mungu, saa hii umenipa madhabahu yako na kuhani ni mtumishi wako Chuma. Nitunze Bwana. Chuma akikosea ama akiondoka ama akibadilika, basi wewe nipe madhabahu nyingine na kuhani mwingine. Yaani mimi kurudi kule kwenye matapishi tena niende nikakae, siendi. Wewe wengine sasa hivi pastor, ni kweli bishop unaposema, lakini sasa nikija hapa kwa Chuma, unajua makanisa kwanza ya kupendwa haya miniki haya makanisa ya kupendwa siku 2-3 mara yamebomoka hivi. Kwanza plot ya kwao hivi, kwa nini hawataki kujenga kanisa pale? Hata kujenga kanisa pale hivi, yale maturubai unaabudu kwenye maturubai, lile likengele kubwa sana linapiga, leo kusaidia nini wewe? Lile kengele kubwa lilikuwa leo kusaidia nini? Mbona unitizami tena? Madhabahu ni tofauti na mambo ya mwilini. Badilisha ile madhabahu ndani. Bomoa ile madhabahu ya zamani. Mwambie Mungu, sintarudi kwenye ile madhabahu. Hebu sema, Bwana Yesu. Bwana Yesu. Neno lako ni kweli na amina. Neno lako ni kweli na amina. Inua mkono wako, sema neno lako ni kweli na amina. Na neno lako litadumu milele. Na uwezo wa neno lako hautapungua Bwana, kwa sababu ya madhaifu yangu. Ninakuomba jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, unisaidie kubomoa ile madhabahu ya kale iliyokuwa ikinitumikisha. Bwana, ninabomoa kila mahali, kila ashera, kila eneo ambalo sikubomoa vizuri. Ninalibomoa kwa jina la Bwana. Ninalibomoa kwa jina la Bwana. Hebu simama pale ulipo, funika macho yako, sema naibomoa ile madhabahu. Ewe pepo, ewe kuhani wa Baali uliyesimamia madhabahu hii, jioni ya leo kwa neno la Bwana ninakubomoa. Ninakupiga kwa jina la Yesu. 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 Ninakubomoa. Achilia madhabahu yangu ya ndani. Ninabomoa ile madhabahu ya dini, madhabahu ya miungu, madhabahu ya itikadi, madhabahu ya kiganga kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Madhabahu ya kichawi kwa jina la Yesu. Madhabahu ya mizimu kwa jina la Yesu. Madhabahu ya uzinzi kwa jina la Yesu. Ninakubomoa ewe madhabahu ya uzinzi, ninakubomoa kwa jina la Yesu. Madhabahu ya miungu ninakubomoa. Madhabahu ya mizimu, ya miungu zilizokuwa zikinena vibaya kwa ajili ya maisha yangu mimi, jioni ya leo ninaiondoa hiyo sadaka na kuiteketeza kwa moto wa mbinguni, 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 kwa moto wa mbinguni. Ninateketeza hizo sadaka, ninaziteketeza kwenye madhabahu yangu ya ndani katika jina la Yesu. Mlimtumikisha baba yangu, mlimtumikisha babu yangu, mlitumikisha kizazi changu, mlitumikisha ukoo wangu, mlitumikisha watu wa nyumbani mwangu, mlitumikisha watu wa ardhi yangu, lakini jioni ya leo ninabomoa
ninabomoa madhabahu hiyo ndani yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninabomoa hiyo madhabahu, ninabomoa hiyo madhabahu. Bwana, ninaibomoa hiyo madhabahu. Ninaondoa uhalali wa pepo za kichawi, pepo za kishirikina, pepo za mizimu, magonjwa, mauti, dhambi, uovu, umaskini, ufukara, ujinga, uzezeta, uenda wazimu, upuuzi, ujinga, kwa jina la Yesu Kristo. Ninabomoa kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Roho Mtakatifu, ingilia ndani yangu, ingilia kati Bwana, ingilia kati, ingilia ndani kwenye vyumba vya ndani kabisa, ingia ndani kabisa kwenye vyumba vya ndani kabisa. Weka ufahamu wa kushughulikia kila eneo ambalo adui amelimiliki kwa muda mrefu. Wapangaji waliokaa ndani yake kwa muda mrefu, ninawabomoa, ninawaondoa, ninawafukuza, ninaipa talaka miungu ya baba zangu, miungu ya babu zangu, ninaipa talaka. Omba maombi ya kiwanaume, ninaipa talaka. Mizimu yote naipa talaka, naibomoa, 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 naibomoa ndani yangu, naibomoa, nabomoa uovu na uchafu, ujinga na uenda wazimu, uzezeta na utaira, na ubomoa kukosa, 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 kutokufanikiwa, naibomoa kwa jina la Yesu. Ndani ya tumbo langu hawatazaliwa mataira. Shika viuno vyako namna hii, sema Bwana Yesu, ndani ya viuno hivi hatatokea taira. Ndani ya viuno hivi yeyote aliyotokea ndani yake ninamtakasa kwa damu ya agano, kwa damu ya agano. Kama una watoto wataje kwa damu ya agano. Namtakasa Bright, taja kwa damu ya agano. Namtakasa Delight, taja kwa damu ya agano, kwa damu ya agano. Kama hauna watoto, watabiri utakao wazaa, watabirie, waambie ninyi watoto wa kiume mlio kwenye viuno vyangu, mlio kwenye tumbo langu la uzazi, ninawatabiria mtakapozaliwa mtamcha Bwana, mtamcha Bwana, mtamcha Bwana. Enyi watoto wa kiume, enyi watoto wa kike mlio ndani ya viuno vya vijana wa nyumba hii, ninawatabiria, sikia neno la kuhani leo kwenye madhabahu iliyo hai, inenayo mema kuliko ile madhabahu ya Baali na miungu ya kabila na baba, katika jina la Yesu. Ninawatabiria, sikia neno la Bwana. Enyi mapepo mlio waoa kwa siri vijana wa nyumba hii, ninawaapiza kwa jina la Bwana, sikia neno la Bwana. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo, toka ndani ya viuno hivyo, 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 toka toka kwa jina la Yesu, 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 toka kwenye viuno hivyo, toka kwenye viuno hivyo, toka kwa watoto waliozaliwa kwenye viuno vya mwanamume huyu, katika jina la Yesu Kristo. Waliozaliwa kwenye viuno hivi hawatakuwa maskini, waliozaliwa kwenye viuno hivi hawatakuwa mazezeta, waliozaliwa kwenye viuno hivi hawatakuwa wagonjwa, hawataambukizwa ukimwi, hawatakuwa makahaba, hawatakuwa waganga, hawatakuwa washirikina, hawatakuwa watu wa dini, katika jina la Yesu. Watamcha Bwana waliozaliwa kwenye matumbo haya. Posha kafara baba. Omba. Uko upako wa kuvunja madhabahu kwenye viuno vyako vya ndani. Ombea hivyo viuno, ombea waliozaliwa, ombea utakao wazaa. Omba kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ninakibariki kizazi. Ninakibariki kizazi cha nyumba ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Hawatazaliwa mataira ndani ya nyumba hii. Uwe na hasira na shetani. Uwe na hasira na mapepo. Yaambie majini na mashetani, mmezoea kuwatesa watoto wa watu. Mmezoea kutesa watoto wangu. Mmezoea. Ninawapiga jioni ya leo. Ninawapiga jioni ya leo. Ninawapiga kwa upanga wa Bwana. Paraba shaka para yanto rama moshaka para. Usiwe mvivu. Nataka kusikia watu wakiomba. Ninaomba useme maombi mazito. Yaambie mashetani maneno magumu tu ambayo shetani ataachilia. Uambie ufahamu wako unapaswa kusikia neno la Bwana, maana Bwana ndiye Mungu wako, aliyekupa utajiri wote, aliyekupa umiliki wote, aliyekupa uweza wote, katika jina la Yesu Kristo. Watoto
kwa tumbo lako. Hawatakuwa mataira, hawatapaka mavi ukuta, hawataiba, hawatafungwa, hawatafia gerezani kama maizi, hawatafia gerezani kama majambazi, hawatauawa na ukimwi, hawatakufa na kansa, hawatakufa na ajali, hawatakufa na toyo. Yaambie mashetani achilia, yaambie mashetani achilia. O paraba shakapa yakapaka yanda ndopo rama shakapa yopo raba babosa yente makayanda mako ripapo kanta mayaba baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Kila madhabahu inayoficha utajiri wako, kila madhabahu inayoficha utajiri wako, kila madhabahu inayoficha utajiri wako, rapo shaka papa yanta manda barababa. Ombea uwa uzao, ombea uwa uzao. Mwambie Bwana, ulinifinyanga kwenye udongo ule, lakini tazama naombea uzao wangu. Shaka rabababosa yanta maraba saya yakabarama saya yanto parama saya yakaparabababo. Yes Lord, thank you Holy Spirit. Sante Roho Mtakatifu, wewe uliyekuweko ndio uliyeko, ndiye utakaye kuwako, ndiye utakaye kuja. Inua mikono yako sasa kwa Bwana. Roho Mtakatifu, tunaenda kukuomba ukatusaidia kutukumbusha yote, maana unasema Mungu atakapoajilia huyo Roho Mtakatifu atawakumbusha yote na kuwapasheni habari. Baba, ninakusihi Roho Mtakatifu akatukumbushe yote, akatufundishe yote, akatufundishe yote. Hebu sema, Roho Mtakatifu, ninaomba ukanifundishe yote. Nifundishe yote Bwana, nifundishe yote Bwana. Safari hii bado nina miaka mingi mbele yangu. Ni kama Elia anatakiwa kula chakula cha siku 40. Na hapa nilipo Bwana, ninataka kula chakula cha miaka 40. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, nipe chakula cha kutembea, nipe ufahamu wa kutembea. Wasiwepo matizeta, wasiwepo mataira, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninasikia kuna mataira wanazaliwa kwenye matumbo ya watu, na watu wengine wanachanganyikiwa in between. Katika jina la Yesu Kristo, kama uko mtu wa namna hiyo ambaye watoto wako wanachanganyikiwa majira na majira, inua mkono wako mbele za Bwana, na mwingine weka kwenye moyo wako. Katika jina la Yesu Kristo, upako wa Roho Mtakatifu ukakusaidie. Ile mizimu ambayo inashika watoto wako akili, ile mizimu inayofanya kazi na jua na mwezi na nyota, sikia neno la Bwana. Ninaenda kwenye anga la anga, nikamata utawala wenu na nguvu zenu ambazo mnatumikisha, katika jina la Yesu Kristo. Enyi mashetani na mizimu, in the name of Jesus, toka kwenye ulimwengu wa kiroho. Mwanamke huyu si wa kuzaa mazezeta. In the name of Jesus, a strong man, mwenye nguvu ndani ya maisha yake na kubomoa. Utavumilia. Toka ndani ya. Mwachie na kunyang'anya mateka ulioteka, na kunyang'anya watoto wa tumbo lake. Enyi pepo mnaokula watoto tumboni, watoto na waita kwa majina yenu, na waita kwa jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza na kila mzimu anayesimamia maisha yako, na mshughulikia jioni ya leo, na mfunga kwa minyororo ya chuma, kwamba hata kuwepo tena taira kwenu, katika jina la Yesu. Inua mkono wako, sema Bwana, sema Bwana, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Ninashughulika na wenye nguvu kwenye maisha yangu. Unasema ya kwamba yeyote anayetaka kuwapata watu wa nyumbani mwa mtu lazima mkamate mwenye nguvu. Jioni ya leo ninamkamata mwenye nguvu kwenye maisha yangu. Mwambie, ewe pepo, ewe jini, ewe shetani uliye na nguvu kwenye maisha yangu, leo nakufunga kwa jina la Yesu. Nakufunga na kukuondoa. Una mamlaka ya kukontrol maisha yangu. Una mamlaka ya kukontrol uchumi wangu. Una mamlaka ya kukontrol
pesa zangu. Huna mamlaka ya kukontrol uzazi wangu, uzao wangu, pesa yangu, madhabahu yangu, akili zangu, moyo wangu, maisha yangu, kwa jina la Yesu. Ewe mwenye nguvu, jioni ya leo ninakufunga kwa kamba za chuma, na kufunga kwa minyororo ya moto, na kufunga kwa nguvu ya neno, na kufunga kwa neno la kinabii, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninajiweka kwako, unisaidie, nipe kutembea na wewe, nipe kutembea na wewe, nipe kutembea na wewe. Hebu mshukuru Bwana, mwambie Baba asante kwa jioni ya leo. Fungua kinywa chako, mwambie Bwana Yesu nakushukuru. Korababo shanda. Mwambie Baba asante. Mwambie Bwana Yesu asante kwa ajili ya jioni hii. Nakuambia, mwambie Bwana asante maana umesema nami. Mwambie Baba ninakubariki jioni ya leo. Mwambie Roho Mtakatifu ninakushukuru jioni ya leo. Nimejua bado ninayo safari na wewe ndio Bwana. Nimebomoa madhabahu zangu, nami nitakutolea sadaka juu ya madhabahu hii, katika jina la Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Hebu shika sadaka yako. Shika sadaka yako. Ukibomoa madhabahu unajenga, unaweka sadaka yako juu ya madhabahu hii. Mwambie Mungu kwa ajili ya hiyo sadaka. Ishike sadaka hiyo, useme neno kwanza. Rababo kopa rama shanda masai. Ndere mamo sipa babo. Baba uliyesema na Abili ya kwamba na Kaini ya kwamba ukitenda vyema utapata kibali. Shika sadaka yako wakati naiombea. Na hii ndio madhabahu ya Bwana. Mtolee tu Mungu sadaka nzuri kwa ajili ya somo hili. Wema na fadhili zitanifuata. Shika sadaka yako kwa Bwana. Ndarababosa yoko rianda masoparaba. Baba unasema waliopenda kidogo walitoa kidogo, na wanao jioni ya leo wanakupenda Bwana. Mtolee Mungu sadaka. Mtolee kile ambacho unapenda Bwana kukupa pia. Ninaiombea sadaka hiyo. Hebu inua sadaka yako mbele za Bwana. Inua sadaka hiyo mbele za Bwana. Inua mkono huo ulioshika sadaka hiyo. Sema, Bwana Yesu, na hii ndio sadaka yangu ninaitoayo jioni ya leo. Na hii ndio sadaka yangu niipelekayo madhabahuni pako, ili ikapate kuwa alama, ikapate kuwa alama na ushahidi juu ya madhabahu yangu, ya kwamba kuanzia leo nitakutolea sadaka wewe, sio Mungu mwingine. Wewe peke yako utakuwa Mungu na Bwana na kuhani na mwalimu. Roho Mtakatifu, nitakuheshimu nikikutolea sadaka zangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa Bwana siku zote za maisha yangu.